Hii ndio siku ya ovulation kwa kila mwanamke. Hakikisha mwanamke unasikiza mpaka mwisho na hakikisha umenifollow kwa sababu kuna vitu vizuri ambavyo naenda kukufundisha na uweze kuwa mama kijacho mwezi huu wa pili. Jambo la kwanza, mwanamke utakapokuwa unajua mzunguko wako wa hedhi ni rahisi sana kuweza kushika ujauzito, lakini kuna siku maalum ambazo mwanamke atakuwa shiriki tendo ili aweze kushika ujauzito. Nikiwa namaanisha ile siku ya ovulation, kuweza kujua siku ambayo ukishiriki tendo la ndoa ni siku ambayo yai tayari limerutubishwa kutoka kwenye ovari kwenda kwenye mirija ya fallopian tubes kwa ajili ya kukutana na mbegu za mwanamume wako. Kitu cha kwanza, kama una mzunguko wa siku 30, basi hakikisha umehesabu 30 toa 14. Jibu ambalo unalipata ni siku ambayo ya ovulation. Kwa mfano mzunguko wa siku 28, unafanya hivi: 28 toa 14, jibu ambalo utalipata ndio siku ya ovulation. Kwa mfano una mzunguko wa siku 26, unahesabu hivi: 26 toa 14. Jibu ambalo utalipata ni siku yako sahihi ya kuweza kushiriki tendo, au ni siku sahihi ambayo yai linakuwa tayari limetoka kwenye ovari iliko kwenye mirija ya fallopian tubes kwa ajili ya kukutana na mbegu za mwanaume. Kitakachobakia ni mbegu za mwanaume wako kuwa sahihi, kuwa imara, kuwa zenye ubora ili ziweze kutungisha ujauzito.